majina naitwa Mwalimu Mohamed Mavara, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini. Leo hapa tunaendelea na zoezi muhimu kabisa ila kupokea mbao 319. Hii ni maalum kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa nyumba ya jumuiya ya wazazi, nyumba ya mtumishi wa jumuiya ya wazazi, kwa maana katibu wa wazazi wilaya. Na haya ni maelekezo ya Chama cha Mapinduzi kielekeza kila jumuiya na chama kwa kila wilaya kuwe na nyumba za watumishi, ili watumishi sio wakapata tabu. Kwa hiyo jitihada hizi zilizoonyeshwa na jumuiya ya wazazi leo tumefanikiwa kwa ushirikiano wetu kama wilaya na jumuiya kwa pamoja, chama tumepata mbao 319 ambazo zinaweza kuhitimisha zoezi la kenchi. Baada hapo tunawakaribisha na wadau wengine kwa ajili ya bati. Nahitaji bati kukamilisha hili. Naamini wadau wako wengi. Basi yupo mwenyekiti wetu yupo Mpindi, yupo pia na katibu wa wazazi Abdul Sikitiko Komba, mimi nipo. Kamati ya utekelezaji kwa jumla tu. Tunasubiria wadau na tunaendelea kuwatia moyo. Tunawaomba watusaidie tukamilishe nyumba ya wazazi ambayo imefikia sasa hivi kwenye hatua ya mwisho kuweka bati na hatimaye tuende kwenye finishing. Kwa tunawashukuru wadau wote waliochangia hizi mbao, lakini tunawahamasisha na wengine wote waliokuwepo, na wewe mwenyewe mwandishi kama upo unaweza unatia mkono wako hapa, tunakukumbuka kwa sababu kauli mbiu ya rais ni kazi na utu, tunasonga mbele. Kwa tufanye kazi lakini na utu utangulie. Ni muhimu sana. Nawashukuru. Asante sana. Kwa majina naitwa Abdul Sikitiko Komba, katibu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbeya mjini. Kwanza tunashukuru wadau wetu, tulikuwa tumewaomba takribani miezi 4 nyuma. Tunaendelea na mchakato wa ujenzi wa nyumba ya mtumishi ambayo inajengwa kwenye kata ya Iduda, mtaa wa Mohala. Sasa nyumba iko kwenye hatua ya rinta. Kwa tunashukuru sana wadau ambao tulikuwa tumewaomba mbao, na sasa tumejipatia mbao hizo 319 ambao tunaamini sasa kuelekea mwisho. Mimi kama mtendaji wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Mbeya nimefurahi sana. Naendelea kukaribisha dirisha lilo wazi la wadau kufanikisha ile nyumba iweze kuisha, na katika kutekeleza agizo la Chama cha Mapinduzi kwa jumuiya za chama zote ziwe na nyumba za watumishi kwa ajili ya kuishi. Basi na mimi naamini nitakuwa nimeacha alama kubwa ndani ya jiji la Mbeya kwa kufanikisha nyumba ile kwenda kuikamilisha na ikae katika hali. Kwa tunakaribisha milango iliyokuwa wazi kwa wadau wengine mbalimbali, Chama cha Mapinduzi, taasisi mbalimbali. Tuombe sasa tufanikishe tuweze kupata bati na vitu vingine finishing kwa ajili ya kumalizikia ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Kwa majina naitwa Emmanuel Ndakuni. Tarehe ya leo, siku ya tarehe 3/12, tuna kila sababu kwa Mungu aliyetujalia afya na uzima. Tulikuwa tuna zoezi la ujenzi wa nyumba ya mtumishi ambayo ni maelekezo ya chama. Rasmi tulianza ujenzi mwezi wa 3 mwaka huu. Hatua tuliofikia mpaka sasa ni hatua ya rinta, na leo hii kwa wadau wetu mbalimbali katika mkoa wetu wa Mbeya tumepata mbao, jumla ya mbao 319 ambazo zinakwenda kusuluhisha zoezi la ujenzi wa nyumba yetu. Lakini pia nitumie nafasi hii kushukuru viongozi wenzangu, katibu elimu wangu wa jumuiya ya wazazi pamoja na kamati nzima ya utekelezaji. Pia nishukuru uongozi wa chama wilaya chini ya mwenyekiti wetu Afrain Somba kwa namna ambavyo wamekuwa sehemu ya chachu ya maendeleo ya ujenzi wa nyumba yetu ya jumuiya ya wazazi. Lakini pia nitumie nafasi hii kukaribisha wadau, kwani tumepata mbao sawa, lakini mbao hizi hazihitaji muda mrefu kukaa sana. Tunahitaji tukipandisha tu kenchi mapema tuweze kuwezeka kwa maana ya bati. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kuomba wadau mbalimbali kuunga mkono jumuiya yetu ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi ili kukamilisha zoezi la ujenzi wa nyumba yetu ya mtumishi.